Ndugu mpendwa na mtazamaji wa Chukwaki TV, na kushukuru sana kwa nguvu ambazo Bwana amekupatia ili uweze kuungana pamoja nami tunapokuwa tukiendelea kujifunza katika kipindi cha leo. Kabla hatujaingia katika kipindi cha leo, ningependa niweze kukufahamisha mambo kadha wa kadha ambayo ukiendelea kuyafanya, hakika naamini ya kwamba tutaweza kubarikiwa pamoja. Unapoingia katika Chukwaki TV, kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na comment, lakini pia kugusa alama ya kengele ili uweze kupata notifications fulani ambazo zitaweza kukufahamisha ya kwamba Chukwaki TV wametoa fundisho fulani, na mpaka hapo tutakapokuwa tunaendelea kupata vipindi hivi kupata vipindi hivi hewani kabisa live. Kwa hiyo utakuwa unapata notifications kwamba tayari Chukwaki TV wako hewani. Kwa hiyo kitendo cha kusubscribe, kulike pamoja na comment, ukigusa ile alama ya kengele, itakusaidia sana wewe kuweza kuvipata vipindi mbalimbali, lakini pia itanisaidia hata mimi kuweza kuendelea kufanya hii kazi kwa nguvu zote, nikitafuta ni namna gani Mungu anaweza kufanya wewe ubarikiwe, kufanya wewe na mimi tuweze kubarikiwa, kukaa hewani kwa wakati wote unaofaa na usiofaa. Siku njema ya leo tunaenda kujifunza somo ambalo lina kichwa kinachosema Mkristo anayekuwa, yani the growing Christian. Tuombe. Mungu wa mbinguni, tunahitaji kujifunza neno hili. Tunaomba uweze kutuongoza mwanzo hadi mwisho, maana tunaomba kwa jina lako Yesu. Amen. Katika ulimwengu huu kuna Wakristo wengi, lakini miongoni mwao kuna Mkristo anayekuwa na Mkristo ambaye yumkini amedumaa. Kwa hiyo siku njema ya leo tunaenda kujifunza kuangalia namna Mkristo anayekuwa na Mkristo ambaye amedumaa. Habari njema ni kwamba Kristo anahitaji wewe na mimi tuweze kukua, na kuweza kukua kila siku, kila saa, na hata kila dakika, hata kila sekunde ambayo imetolewa, tuweze kukua, mawazo yetu yaweze kukaa yakiyatafakari yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Katika siku njema ya leo, Kristo anahitaji tuweze kujifunza na kukua, na kuwa Wakristo endelevu ambao wanakuwa kila siku, kila saa na kila dakika. Yumkini wewe unayetazama wenda hujamkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini habari njema ni kwamba Kristo bado anaendelea kutafuta wewe na mimi ili uweze kukua katika maisha yako na kufikia Ukristo ambao ni ukomavu ambao ni endelevu. Unaendelea kukomaa mpaka wakati ambapo Kristo atakuja mara ya pili. Lakini pia tunakuja kuangalia kwamba kifo cha Kristo pale msalabani kimeleta ushindi kwa Mkristo yoyote dhidi ya nguvu za giza, matendo ambayo ni maovu, tabia mbaya, zama za ujinga, maisha ambayo hayafai wala kustahili. Kwa mfano uzinzi, uasherati na vitu vingine ambavyo havifai wala kustahili. Lakini pia Mkristo ambaye anaendelea kukua, anapokuwa na kumkubali Kristo sana katika maisha yake kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na kuweka tumaini kwake siku zote, huyu mtu anaendelea kukua, hatimaye na kufikia hatua ya kuendelea kuifanya kazi yake, kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu na kuambia ulimwengu ni nini kinachoendelea zaidi ya yale yote ambayo yanaendelea kufanyika. Lakini siku njema ya leo tunapokuwa tukiendelea, kitabu cha Zaburi ile sura ya kwanza fungu la kwanza hadi fungu la pili, anasema kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi mabarazani pa wenye mzaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo mchana na usiku, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Kwa Mkristo yeyote anayekuwa katika ulimwengu huu, kazi yake kubwa, anajitenga na uovu, lakini analitafakari neno la Mungu mchana na usiku. Unaona kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Mkristo anayekuwa aende katika shauri la wasio haki, wala aketi mabarazani pa watu wenye mzaha. Siku zote anajitenga na uovu,
lakini pia huyu Mkristo anayekuwa katika maisha yake, siku zote za maisha yake, anatafakari sheria ya Mungu mchana na usiku, kama tulivyoangalia kwamba anatafakari sheria ya Mungu kila siku, kila saa na kila dakika. Kila siku, usiku na mchana, anatafakari sheria ya Mungu kama Bwana ambavyo anamuelekeza. Lakini Mkristo pia Mkristo anayekuwa utambua kuwa Yesu ndiye mchungaji wake, pia anafarijiwa na gombo lake. Neno la Mungu ndilo linalomfariji, pia na uongozi wa Mungu ndio unaomfariji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi ile sura ya 23 kuanzia lile fungu la kwanza, tutasoma fungu la kwanza, lakini pia tutasoma fungu la 4. Tunaangalia neno la Mungu ambavyo linatuambia. Nasema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mkristo anayekuwa kila siku anatambua kwamba Kristo ndiye Bwana na mchungaji wake. Kristo ndiye mchungaji wake, na apungukiwe na jambo lolote katika maisha yake, kwa sababu Kristo ndiye mchungaji wake. Lakini fungu la 4 anasema kwamba naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gombo lako na fimbo yako vyanifariji. Neno la Mungu linavyosema kwamba gombo lako maana yake ni neno la Mungu. Anafarijiwa na neno la Mungu kila siku, kila saa na kila dakika, kama tulivyosoma Zaburi 1:1 fungu la kwanza na fungu la 2. Lakini pia tunaangalia kwamba fimbo yako yanifariji, fimbo yako inaniongoza. Fimbo hapa anachomaanisha zaidi sana ni kuongozwa na Mungu. Uongozi wa Mungu ndio ambao unamuongoza huyu mtu. Huyu sasa ndiye Mkristo anayekuwa anatambua kwamba Kristo ndiye mchungaji wangu, lakini pia anafarijika kwa neno la Mungu na kuongozwa na neno la Mungu pia. Huyu ndiye Mkristo anayekuwa. Lakini pia Mkristo huyu anayekuwa anatambua kila mara kuyatambua matendo makuu ya Mungu aliyomtendea katika maisha yake. Kwa hiyo huyu Mkristo anayekuwa anatambua kile ambacho Mungu amekitenda katika maisha yake. Kwa hiyo wewe kama Mkristo unayekuwa, jaribu kudumu kutambua kile ambacho Mungu amekitenda katika maisha yako. Kile ambacho Mungu amekitenda katika maisha yako. Katika maisha yako amekuokoa, amekuepusha na majanga mbalimbali, vikwazo na tabu mbalimbali. Kristo amekuepusha. Kwa hiyo Mkristo anayekuwa anatambua kile ambacho Mungu amekitenda katika maisha yake. Huyu ndiye Mkristo anayekuwa kila siku, ndiye Mkristo anayekuwa kila saa na hata kila dakika inayopita katika maisha yake. Huyu ndiye Mkristo anayekuwa. Lakini pia unaweza kuangalia katika kitabu cha Zaburi, ile sura ya 77 fungu la 11, pale neno la Mungu linatuambia kwamba nitayakumbuka matendo yako Bwana, matendo ya Bwana, naam, nitayakumbuka maajabu yako ya kale. Huyu mtunga Zaburi anasema ya kwamba nitayakumbuka matendo ya Bwana. Kwa hiyo Mkristo anayekuwa ni yule anayekumbuka, anakutambua kile ambacho Bwana amemtendea. Lakini pia Mkristo anayekuwa, yani the born Christian, anafurahi endapo jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima. Apendezwi kwa kuhubiri Injili, apendezwi kwa kufanya mambo mema, apendezwi kwa kukumbuka sana na kuangalia kwamba ni nini anachokitenda, ila anakumbuka kwa sababu jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima. Yani anafurahi sana. Kusoma katika kitabu cha Luka ile sura ya 10, kuna maneno ambayo Kristo anawaambia wanafunzi. Ile sura ya 10 lile fungu la 20, katika kitabu cha Luka sura ya 10 fungu la 20, neno la Mungu linasema, lakini msifurahi kwa vile pepo
lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Yameandikwa mbinguni. Hapa Yesu alipowatuma wanafunzi waende kuifanya kazi, walipofika kule wakawakemea mapepo wakakimbia. Na Yesu anasema kwamba naliona mapepo yanaanguka kutoka mbinguni, nilimuona shetani anaanguka kutoka mbinguni, mapepo yanakimbia, watu wanaponya, miujiza inatendeka. Unahubiri habari njema za ufalme wa Mungu, watu wanaponya, miujiza inafanyika, kitu fulani kinatendeka. Lakini Yesu anasema kwamba msifurahi kwa hayo, bali furahini kwa vile majina yenu yameandikwa katika ufalme wa Mungu, katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo Mkristo anayekuwa, furaha yake, tamaa yake ni kwamba jina lake liweze kuandikwa katika kitabu cha uzima. Yuko tayari Mkristo huyu anayekuwa, yuko tayari kupoteza yote kwa ajili ya Kristo. Anapambana kila siku kutafuta uso wa Mungu. Hadhihakiwi yeye, bali anakaza mwendo kuuchuchumilia wokovu. Huyu Mkristo anayekuwa siku zote anakaza mwendo kuuchuchumilia wokovu, anatafuta namna gani aweze kudumu katika kitabu cha uzima. Habari hizi tunazipata katika kitabu cha Wafilipi ile sura ya 7, ile sura ya 3 fungu la 7 hadi fungu la 14. Kitabu cha Wafilipi ile sura ya 3, lile fungu la 7 hadi fungu la 14. Neno la Mungu linasema, hizi ni habari za mtumishi wa Mungu Petro. Anasema, lakini mambo yale yote yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Na zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi kwa kumjua Kristo, kumjua Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikayahesabu kuwa mavi ili nimpate Kristo. Hapa tunaangalia kwamba anayahesabu mambo yote kuwa kama mavi, yani kuwa hayafai kwa ajili ya uzuri wa Kristo, ili ampate Kristo. Anahesabu mambo yote kuwa, yani anayaona yote kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Anahesabu mambo yote haya kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Lakini pia anasema kwamba ninaonekana, anasema kwamba tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ila ipatikanayo kwa imani, ili nimjue yeye na uweza wake. Unaona hapo neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo anasema kwamba ndugu, sijidhani kwamba nimefika. Fungu la 13, ndugu, sijidhani kwamba nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, ninayasahau yaliyo nyuma, nikiuchuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo ili nipate kuifikia ile mende ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi ndivyo neno la Mungu linavyotuambia kuhusiana habari hizi. Kwa Mkristo ambaye tayari anakuwa, anaendelea kukua siku zote za maisha yake, anaona yote ya ulimwengu kama hayafai, ila anatenda jambo lolote ambalo anaweza kulifanya ili yuko tayari kupata hasara ya mambo yote. Kama ni gari anaweza kusema chukua, kama ni nyumba anaweza kusema chukua, kama ni vitu mbalimbali anaweza kusema chukua, na msingi tu ampate Kristo. Na ndio maana Mkristo wa kweli yuko tayari kutoa sadaka yake, kutoa zaka yake, kutoa mali zake, kutoa fedha zake, kutoa viwanja vyake, kutoa chochote alichonacho kwa ajili ya kazi ya Bwana ya Kristo,
kwa sababu ni Mkristo anayekuwa, kwa sababu ni Mkristo anayekuwa, kwa sababu ni Mkristo anayekuwa. The growing Christian anaweza kutoa mambo yote aliyonayo kwa ajili ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa. Huyu Mkristo anayekuwa anajitazama sana anavyoenenda, anajua kukomboa wakati, anajua kukomboa wakati, anaimba sifa. Huyu anajua, anaangalia sana anavyoenenda na anaweza kukomboa wakati. Na wakati huo anaimba sifa. Anaimba sifa kwa sababu huyu Mkristo ndivyo alivyo, anajitazama sana anavyoenenda, ya kwamba je, anampendeza Kristo au anajipendeza nafsi yake. Katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 5 kuanzia fungu la 15, anaangalia sana anavyoenenda, anajiangalia sana anavyoenenda. Neno la Mungu linatuambia kwamba basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye nini? Watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni zama za uovu. Kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe na mvinyo, bali siku zote endeleeni kufahamu ni nini kinachompendeza Bwana. Neno la Mungu linatuambia kwamba mkisemezana kwa zaburi, fungu la 19, mkisemezana kwa zaburi na tenzi za rohoni na nyimbo, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba yenu siku zote. Kwa hiyo huyu Mkristo anayekuwa siku zote anajitazama anavyoenenda, kwamba je, anampendeza Kristo au vipi? Anajitazama anavyoenenda na anaangalia, anachunguza wakati na kuangalia ni nini ambacho kinaweza wakati huu kikampendeza Mungu, na ni kitu gani wakati huu kinachoweza kisimpendeze Mungu. Huyu Mkristo anajitazama sana anavyoenenda. Akiwa kwenye sherehe anajitazama anavyoenenda. Akiwa sokoni anajitazama anavyoenenda. Akiwa ameketi chakulani anakula, anajitazama anavyoenenda. Akiwa katika ofisini anahudumia watu, anajitazama sana anavyoenenda. Akiwa katika shughuli mbalimbali, akiwa nyumbani katika familia, anajitazama anavyoenenda. Akiwa katika maombi, anajitazama anavyoenenda. Kwa nini? Kwa sababu ni Mkristo anayekuwa. Mkristo anayekuwa anajitazama anavyoenenda na kuukomboa wakati na kuimba nyimbo za sifa za shukrani, akifahamu ni nini, wimbo gani utaweza kumpendeza Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Lakini huyu Mkristo anayekuwa ni hodari sana katika maombi na imani na msomaji wa neno na kukesha katika sala. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 fungu la 10 hadi fungu la 18. Huyu Mkristo anayekuwa ni hodari. Yuko tayari wakati unaofaa na usiofaa. Amejivika, amevaa dilili za chuma, anaweza kupambana na uovu. Anaweza kupambana na uovu kupitia Kristo Yesu. Ana imani, analisoma neno la Mungu, anaomba sana. Huyu ni Mkristo anayekuwa. Mkristo asiyekuwa hana muda wa kuomba, hana muda wa kusoma neno, hana muda wa kutenda jambo fulani, kwa sababu yeye ni Mkristo amedumaa. Lakini Mkristo anayekuwa siku zote anadumu katika maombi, katika sala, katika kulisoma neno, ana imani sana. Na ukisoma katika kitabu hichi, kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 fungu la 10 hadi fungu la 18, utaangalia lugha anayotumia pale kuelezea. Anatumia lugha ya kiaskari, lugha ya kijeshi, lugha ambayo inaeleweka kwa mtu amevaa dilili ya chuma kifuani, kiasi kwamba huyu mtu hata akipigwa risasi
hata akipigwa shaba haiwezi kapenya mwilini, kwa sababu anadilili, ana neno la Mungu, anaomba. Hata kama shetani akipiga mashambulizi, akianza kupiga risasi, shetani hawezi hata kumgusa, kwa sababu amevaa dilili za chuma. Kiasi kwamba amefanya imani kuwa chepeo yake. Yani huyu hawezi akaingiliwa, kwa sababu huyu mtu amemkubali Kristo na kumtumaini, akilisoma neno na kumuomba na kufanya kila jambo. Kwa nini? Huyu ni Mkristo anayekuwa, the growing Christian. Lakini huyu Mkristo pia anayekuwa yuko tayari kujitenga na uovu na kufurahi kwa kila jambo, hakijua ya kwamba hayo yote, yawe mabaya, yawe mazuri, yawe machungu, yawe makali, yawe ya design gani, ni mapenzi ya Mungu kwake kwa wakati huo. Yuko tayari kukabiliana na kila jaribu. Akitengwa na jaribu la kutengwa, yuko tayari. Jaribu la kupigwa, yuko tayari. Lakini huyu mtu vyovyote vile, hakitengwa kwa ajili ya Kristo, hakipigwa kwa ajili ya Kristo, hakinyanyaswa kwa ajili ya Kristo, yuko tayari. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni Mkristo anayekuwa kila siku, kila saa na kila dakika. Lakini pia huyu Mkristo anayekuwa yuko tayari anadhihirisha tunda la Roho na kuenenda kwa Roho. Kisoma Wagalatia ile sura ya 5 fungu la 22 hadi fungu la 25. Yuko tayari kudhihirisha tunda la Roho: upole, upole, kiasi, utu wema, fadhili, upendo, mambo yote kama hayo. Mungu anadhihirisha ndani yako. Ile sura ya mwanadamu iliyopotea siku za nyuma inarejeshwa. Kwa nini? Kwa sababu amemkubali Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yake, lakini pia amejiweka katika njia ya kukua. Anakuwa kila siku, kila saa na kila dakika. Hivyo upendo kwake ni kugusa, upole kwake ni kugusa, utu wema kwake ni kugusa, roho njema kwake ni kugusa, kwa sababu anaongozwa na Roho. Tunda la Roho liko ndani yake. Anakuwa huyu mtumishi, anakuwa huyu Mkristo. Anakuwa. Lakini Mkristo anayekuwa hachanganywi na jambo lolote, wala hana hofu, hana kuogopa, hana cha kuogopa hapa duniani. Tena hakuna chenye kumtenga na upendo wa Kristo. Viwe vita, kiwe kifo, vyovyote vile, uwe upanga, iwe njaa, kuwe kunyang'anywa, au vyovyote vile, hakuna hata kimoja kitakachomtenga na upendo wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu yeye amemfanya Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Katika kitabu cha Warumi ile sura ya 8 fungu la 31 hadi fungu la 39. Hana cha kuogopa. Hawezi kuogopa maneno ya watu. Wakristo wengine wanarudi nyuma, wanaacha kwenda kanisani kwa sababu ya kuogopa maneno ya watu. Lakini Mkristo anayekuwa hawezi akaogopa upanga, haogopi maneno, haogopi kutukanwa, haogopi kufanya nini. Hata ukimfanya jambo lolote kwa ajili ya Kristo, yuko tayari. Hawezi kumkana Kristo, hawezi kumkataa Kristo kwa sababu ya upanga, kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya chakula, kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya vyovyote vile vilivyoko hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mkristo anayekuwa kila siku, kila saa na kila dakika, na hata sekunde. Hawezi kuogopa, hana hofu yoyote katika ulimwengu huu. Yuko tayari kulisema neno la Mungu hata mbele ya watu wasiofaa, hata mbele ya watu ambao yumkini watamdhuru. Mtazame Yohana Mbatizaji, Yesu Kristo mwenyewe, hata mitume waliotangulia, wanafunzi waliotangulia, walikuwa tayari kukatwa kwa msumeno, walikuwa tayari kukamwa kwa mafuta, walikuwa tayari kutundikwa, walikuwa tayari kuchoma moto, walikuwa tayari kukatwa vichwa kwa ajili ya imani, kwa sababu Mkristo anayekuwa haogopi kifo, haogopi upanga, kwa maana anamfahamu ni nani anamtumikia. Ndivyo neno la Mungu linavyotuambia. Lakini huyu Mkristo anayekuwa haachi kukusanyika pamoja na Wakristo wenzake. Siku ya ibada anaenda pamoja
kukusanyika pamoja na Wakristo wengine. Hata neno la Mungu linatuambia kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya 10 fungu la 25 ikisema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watakatifu. Kwa hiyo Mkristo anayekuwa aache kukusanyika pamoja na Wakristo wengine. Zipo sifa nyingi kuhusu Mkristo anayekuwa, lakini kwa leo nimeona vyema tuweze kuungana kwa pamoja kuangalia vitabu hivi kadha wa kadha, mistari kadha wa kadha ya Biblia ambayo inaonyesha sifa za Mkristo anayekuwa. Kwa hiyo huyu Mkristo anayekuwa ana hizo sifa zote. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Jikoki TV, kumbuka katika maisha yako kuwa Mkristo anayekuwa, usiwe Mkristo anayekomaa. Hata kama bado hujamkubali Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, kumpatia Kristo maisha yako, utashangaa maisha yako yanabadilika. Unakuwa mtu tofauti na ulivyokuwa siku zingine. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa, kwa sababu umefanya vizuri kumkubali Kristo. Mpe Kristo maisha yako, naamini ya kwamba utakuwa kila siku, kila saa na kila dakika. Utakuwa katika maisha yako na utaangalia mambo mengine. Onjeni muone, mkauone utamu wa Kristo ulivyo. Muone Yesu alivyo mwema. Mimi nami nimemuonja Kristo katika maisha yangu. Ninaona ni vyema kuzungumza hizi habari njema na kukuita ndugu mpendwa mtazamaji wa Jikoki TV, ili wewe nawe uweze kumpa Kristo maisha yako. Hata kama wewe umebatizwa, unashuhudia katika maisha yako, hata kama bado unaendelea kukua, mpe sana zaidi na zaidi Kristo maisha yako. Hata kama bado hujamkubali Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, mpe Kristo maisha yako zaidi na zaidi. Ninaamini ya kwamba utaendelea kubarikiwa, utaendelea kufanya vizuri kwa sababu umemkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linatuambia kuhusu mashahidi ya watu mbalimbali ambao wamekuwa katika maisha yao wamekuwa pamoja na Kristo. Hivyo wewe Mkristo uweze kuwa, lazima ufanye yote hayo ambayo yanahitajika. Mpende Kristo, mkubali Kristo, naamini ya kwamba kila jambo litafanyika katika namna ambayo itapendeza. Lakini zaidi sana nidumu kukukumbusha ya kwamba unaposubscribe katika channel yetu, unajiweka katika mfereji wa kupokea vipindi vyote vinavyofanyika, vinavyotolewa na Jikoki TV. Kwa hiyo kumbuka kusubscribe, kulike na comment. Lakini pia unapoona vyema hapo kusubscribe na comment na kulike na kushare hizo video, hakika naamini ya kwamba utabarikiwa wewe na Mungu atamuokoa mtu fulani kupitia kile unachokifanya. Naamini ya kwamba neno la Mungu litasambaa kwa wingi na kila goti litapigwa likimkiri Kristo kuwa ni Bwana. Kumbuka Kristo ametolewa kwa ajili yako, ametolewa kwa ajili yangu. Hivyo tunapompa maisha yetu, Kristo anafanya yaliyobaki. Kumbuka ndiye anayetupatia nguvu za kushinda uovu, ndiye anayetupatia uwezo wa kukua, ndiye anayetupatia roho wake na kutufanya tuwe viumbe vipya. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe, akuinulie nuru ya uso wake na kukubariki katika familia yako na kukubariki katika biashara yako na kukubariki katika kazi zako na kukubariki kwa chochote unachokifanya kwa mkono wako. Mungu akubariki kwa jina lake Yesu. Amina. Tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru ulivyotuongoza katika kipindi cha leo. Mbariki mpenzi na mtazamaji wa channel hii ya Jikoki TV, akaweze kudumu kujifunza zaidi na zaidi, nami pia ukanifundisha na kuniongoza, kwani tunaomba kwa jina lako Yesu. Amen.